Usafirishaji haramu wa binadamu ni kitu gani hasa? Tafahamu hapa kwa undani wake. Lakini kwa namna gani sisi kama jamii tuna mchango na nafasi ya kupambana na hiyo hali ya usafirishaji haramu wa binadamu. Tunao hapa maafisa sheria kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Providence Simbila. Karibu sana Providence. Nashukuru sana. Pamoja na Chris Mollel. Karibu sana Chris. Nashukuru sana pia. Tuanze kwenye elimu ya jumla kabisa. Ni upi usafirishaji haramu wa binadamu, na pengine tunaweza kupata tofauti yake ambao unaweza ukatofautishaje na uhamiaji? Sawa, kwa tafsiri nyepesi, usafirishaji haramu wa binadamu ni uhalifu wa kupangwa ambao unahusisha kumtoa mtu mmoja kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine kwa malengo ya kwenda kumtumikisha au kumnyonya. Hiyo ni tafsiri nyepesi, lakini usafirishaji haramu wa binadamu ina tafsiri yake pia kisheria. Ukisoma itifaki ya Palermo ya mwaka 2000 inaelezea pia kwenye ibara ile ya 4A inaelezea tafsiri ya neno usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini kwa Tanzania nchini kwetu hapa tuna sheria yetu ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu sura namba 432 ambao pia inatoa tafsiri ya neno usafirishaji haramu wa binadamu ni nini. Sasa kwa tafsiri ya kisheria, usafirishaji haramu wa binadamu ni kile kitendo cha kusaili, kusafirisha au kuhamisha, kuhifadhi ama kumpokea mtu ambaye amepatikana kwa njia mbalimbali au mbinu mbalimbali ikiwemo udanganyifu au ulaghai au matumizi mabaya ya madaraka au kwa mabavu kama kuteka, lakini lengo lake likiwa ni kwenda kumtumikisha au kwenda kumnyonya huyo mtu. Kwa hiyo ukiona hii tafsiri yetu kwenye sheria yetu hii sura namba 432 inatoa vitu vitatu vikuu vinavyounda ili kosa la usafirishaji haramu wa binadamu, ambalo kitu cha kwanza tunasema ni tendo. Tendo ndo ile tunasema ni kusaili au kusafirisha ama kuhamisha ama kuhifadhi ama kumpokea mtu. Ile ni kosa la kwanza, tendo. Kitu cha pili tunasema ni njia au mbinu ambao huyu mtu amepatikana, ambao inaweza ikawa kwa kulaghai au kwa kudanganya, ambao pia inaweza ikawa ni kwa kuteka au matumizi mabaya ya madaraka, au inaweza ikawa ni malipo ya awali kwa mzazi ikiwa kama huyu mtu anayesafirishwa ni mtoto. Na kitu cha mwisho ambalo linaunda kosa la usafirishaji haramu wa binadamu ni dhumuni. Hao ndo lengo kuu, ambalo yote haya ukijumlisha kitendo, ukijumlisha na mbinu, lengo lake lazima liwe ni kwenda kumnyonya au kumtumikisha huyu mtu ambaye anakuwa sasa ni mhanga. Kwa hiyo ni tafsiri nyepesi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Na kwa kuongezea, tukipenda pia wananchi au jamii kwa ujumla ifahamu dhana nzima ya usafirishaji haramu wa binadamu katika tafsiri ambayo ni nyepesi na kwa mifano dhahiri. Tukipenda pia wajue kwamba usafirishaji haramu wa binadamu unaweza kutokea katika namna kuu mbili. Unaweza kutokea ndani ya nchi au kwa kuvuka mipaka ya nchi. Ndani ya nchi, mfano kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Mfano kama umemtoa mtu hapa, umempeleka Mbezi, umemlaghai au umemrubuni au umemshawishi katika namna yote au umemdanganya. Mfano unasema unaenda kumsomesha, lakini mwisho wa siku unaenda kumtumikisha katika kazi za ndani, au unaenda kukutana na unyonyaji wa kingono, au unaenda kumfanyisha kazi za ukahaba. Sawa, huo ni usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia inaweza ikatokea kwa kuvuka mipaka ya nchi. Mfano kwa Tanzania unaweza ukasafirishwa kwenda nchi nyingine. Na siku za karibuni kama mlishawahi kuona, kuna video mbalimbali zimesambaa ambazo watu kutoka nchi mbalimbali sana sana nchi za Uarabuni wanalalamika kwamba huku tunateseka, huku tunapata shida hizi, sijui niliahidiwa kwamba kuna kazi, malipo mazuri, sijui dola ngapi, lakini mwisho wa siku anachoenda kukutana nacho kule ni unyonyaji. Anatumikishwa sana au anatumikishwa na analipwa, lakini yale malipo hayaendani na kazi ambayo anaifanya. Kwa hiyo huo ni usafirishaji haramu wa binadamu. Nafikiri kupitia tafsiri hiyo tunaweza tukaelewa kiuhalisia kwamba usafirishaji haramu wa binadamu upoje. Balkis mwanzo aliuliza na upande wa pili, tunatofautishaje hili na suala zima la uhamiaji? Okay. Sisi tunatokea Secretariat ya
kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Kuna mawakili, kuna maafisa uchunguzi, lakini pia tuna viambata, tuna watu ambao tumewazima kutoka ofisi za uhamiaji. Kwa hiyo jeshi la uhamiaji nafikiri tukipata fursa wakati mwingine tutaelezea, kwa sababu wao wamebobea zaidi kuhusiana na hayo mambo ya swala zima la uhamiaji na uhamaji. Kwa hiyo nafikiri wao wanaweza kuzungumzia kiundani zaidi kuhusiana na hayo, lakini kwetu sisi tumebobea zaidi kuhusiana na mambo ya usafirishaji haramu wa binadamu, lakini kwa wakati mwingine kama mkitupatia fursa wanaweza wakaja pia wakazungumzia kuhusu uhamiaji. Sasa ndio nataka kufahamu, kwa mfano umezungumzia na umetoa mfano wa wale ambao labda wanatoka nchini wanakwenda mataifa ya nje, wanafanya kazi, pengine stahiki ya kile ambacho waliahidiwa na kile ambacho wanalipwa vinakuwa tofauti pengine na hizo kazi. Ni kwa vipi hii sasa inakuwa ni usafirishaji haramu wa binadamu, ili hali mtu ametoka huku kwa kwenda kule kupata ajira na vitu vingine vya masuala ya ajira yote, tuseme kama vile amejaza ile mikataba ya ajira na kila kitu, pengine kwa mfano aliahidiwa kwamba anaweza akafanya kazi ndani ya saa 8 kwa siku, halafu akafanya kazi kwa saa 15 kwa siku. Hii inakuwaje ni usafirishaji haramu wa binadamu? Okay, kwenye usafirishaji haramu wa binadamu kama nilivyosema, kuna vitu vitatu vikuu vinaunda. Ulaghai? Yes. Cha kwanza ni tendo. Sawa. Tendo ambao ndio lazima kusaili, kusafirisha, kuhamisha, kupokea, kuhifadhi. Kwa hiyo huyu mtu ametoka, ametolewa hapa, amesafirishwa kwenda labda nchi ya nje ya nchi Uarabuni, lakini amelagaiwa, amedanganywa. Yamkini kama unavyosema hajadanganywa, unaenda kufanya kazi za ndani na utafanya kazi za ndani kwa masaa 8. Kwa hiyo yeye ameondoka akiwa na tafsiri kwamba nikitoka hapa kazi unaenda kuifanya ni ya masaa 8. Na mara nyingi wanaweza kuambia kwamba unaenda kufanya kazi kwenye nyumba ya familia ya watu kadhaa. Lakini sasa wakifika kule, hii inaenda kuwa inabadilika hii hali, kwamba unakuta sasa nyumba anayoenda kufanya ni tofauti na makubaliano, kwamba kama ilikuwa ni familia labda ya mtu fulani, unakuta ile familia imekuwa tofauti, imekuwa familia ya watu wengi sana. Yes, tofauti na kile ambacho alielezwa awali, lakini yale maelezo aliyopewa awali yalikuwa ni lengo lake ni kumjenga yeye akubali kwenda kule. Lakini pia tunasema inaweza kuwa ni usafirishaji haramu wa binadamu. Sababu gani? Lengo la unyonyaji ni kwamba anayenufaika ni yule anayemfanyia kile kitendo, yeye hanufaiki. Sababu kazi zinavyozidi kuwa nyingi lazima iendane na ujira na ulipwa. Kwa hiyo kile ambacho akilipo kama kiendana na kazi anayofanya, tunasema huyu mtu ananyonywa. Yes, kwa hiyo tunaangalia hayo mazingira yote, hivi vitu vitatu vyote, ndio tunaweza tukasema hapa sasa kama kuna usafirishaji haramu wa binadamu upo au haupo. Hali ikoje hapa nchini? Matukio hayo ama hali hizo zipo kwa wingi sana, kwa uchache sana, hali ya katikati? Sawa, janga la usafirishaji haramu wa binadamu ni janga la dunia nzima. Sio Tanzania peke yake, janga la dunia nzima. Na kwa takwimu ni biashara ya 3 kwa ukubwa, biashara haramu ya 3 kwa ukubwa, ukiacha madawa ya kulevya na uuzaji wa silaha. Kwa hiyo dunia nzima ni janga ambalo tunakumbana nalo na tunapambana nalo, sio kwa Tanzania tu. Yes, ni janga ambalo ni kubwa, tunapambana nalo na tunakumbana nalo. Ni janga ambalo ni kubwa sana. Yes. Jamii, kama wanajamii tunapaswa sasa kufanyaje kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa ni sehemu ya hayo mapambano? Sawa. Kama jamii, unajua jamii ina mchango mkubwa sana kwenye kupambana na huu uhalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu. Jamii mchango wake wa kwanza inaweza kuwa ni kwenye elimu na uhamasishaji. Sababu unajua watu wengi ambao wale washaokolewa sasa kutoka kwenye kuwa wahanga wa huu uhalifu, mara nyingi mwanzoni hawajui kama wako kwenye hatari ya kuingia kwenye uhalifu. Sababu gani? Ni kukosa elimu ya kwamba ni vitu gani wavione mapema ili waepukane kuwa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo elimu na uhamasishaji ukatolewa kwenye jamii zetu, kuelimisha vijana kwamba wasiwe na matamanio ya yale maisha makubwa, wasiwe na matamanio ya kwenda nje kwa ahadi ambazo mara nyingi waga ni za uongo. Hii yote inaweza ikapunguza hii kasi ya uhalifu. Hicho ni kitu cha kwanza, lakini pia kitu cha pili, jamii yetu inaweza ikawa inatoa mchango katika kuripoti haya matukio ya uhalifu.
Unajua, mara nyingi uhalifu huu, wanaofanya uhalifu huu au ambao wanachochea uhalifu kuendelea, wengine wanaishi kwenye jamii zetu. Kwa hiyo mara nyingi jamii inawezekana wanaufahamu na mtu ambaye anahusika na matendo kama hayo. Kwa hiyo jamii ikiweza kutoa taarifa ya matukio ambayo yanaashiria kwamba mtu anaenda kufanyiwa uhalifu huu wa usafirishaji haramu wa binadamu, basi watakuwa wameweza kuchangia katika kupunguza uhalifu usiendelee kufanyika nchini mwetu. Lakini jambo lingine ni kushirikiana na vyombo vya dola. Jamii yetu kimsingi inatakiwa iweze pia kushirikiana na vyombo vya dola, sababu jamii wao wanaweza wakawa na taarifa, lakini ile taarifa wanaweza kuifanyia kazi vyema na vizuri ni vyombo vya dola. Kwa hiyo mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu hayawezi kufanyika kwa upande mmoja peke yake. Kwa hiyo jamii pia kwa namna hiyo inaweza pia ikachangia katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Na kwa kuongezea Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu ina namba mahususi ambapo mhanga anaweza akapiga simu kutoa taarifa ya unyonyaji ambao anakutana nayo, lakini pia hata jamii kwa ujumla inaweza ikapiga taarifa kuripoti matukio hayo, lakini pia mbali na kuripoti inaweza ikapiga simu kwa ajili ya kupata elimu kuhusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Namba hiyo ningependa niitaje ni 195. Namba rahisi kabisa na ni bure. Kwa hiyo mtu yote anaweza kupiga simu kwa ajili ya kuripoti matukio hayo. Lakini pia watu ambao wako nje ya nchi hatujawasahau, kwa sababu ukiwa nje ya nchi inakuwa ni ngumu kupiga simu kupata hiyo namba. Ningependa pia niitaje namba ya WhatsApp ambayo wanaweza wakatutumia ujumbe pale ambapo labda kama wako nje ya nchi na wamekwama. Namba hiyo ni 0771555111. Ningependa nirudie 0771555111. Kwa hiyo sasa kama hii namba ya WhatsApp ataweza huyo mtu ambaye yuko nje ya nchi anapitia hizo hayo mambo ya unyonyaji, yes, anaweza akawasiliana na sisi moja kwa moja na kutupatia ushahidi na kutupatia ushirikiano ili tuone namna ya kumwokoa. Kwa hivyo usafirishaji haramu wa binadamu hauishii tu kama vile ambavyo huwa tunaona watu wamesafirishwa kwenye makontena kwenye magari ya mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mara kadhaa tunaona hapa watu wakikamatwa wakiwa wanasafirishwa. Hauishii huko tu. Yes. Hata yule binti ambaye katoka mkoa mmoja akaja mkoa mwingine na anapitia changamoto anaweza kuwatafuta na akawa ni sehemu ya wahanga ambao wanapitia adha ya usafirishaji haramu. Yeah. Ukiacha kuwatafuta na kutoa taarifa kwamba kuna jambo hili, jamii inaweza ikafanya jambo gani lingine kuonesha kwamba nazuia kitu hiki kisitokee? Okay, jambo lingine ambalo jamii inaweza ikafanya ni kulinda makundi yaliyo kwenye hatari zaidi kuingia kwenye uhalifu. Unajua, kwenye usafirishaji haramu wa binadamu kuna makundi au kuna kundi ambalo liko kwenye hatari zaidi. Ni mojawapo la kundi ni wanawake, watoto, lakini pia na vijana. Haya ndio makundi ambayo yako kwenye hatari zaidi kuingia kwenye uhalifu, sababu unakuta mara nyingi kama wanawake na watoto wao ni rahisi kudanganywa na kulagaiwa, lakini vijana wao labda kutokana na ukosefu wa ajira nao ni rahisi kuingia kudanganywa kwa ahadi za uongo za ajira za nje. Kwa hiyo mara nyingi pia jamii ikiweza pia kwenye kudili na hili swala katika nyanja hii wanaweza wakasaidia. Lakini kwenye jambo lingine kuna kwa hawa watu ambao tushawaokoa sasa, kuna jambo tunafanyaga laitwa reintegration, yani kwamba unamrudisha sasa huyu ambaye ni mhanga kumuunganisha na jamii yake. Kitu kingine jamii wanachoweza kufanya ni kuweza kuwapokea sasa, wasiwaone kama labda ni watu wazembe au kwa namna yote wakawanyanyapaa. Kwa hiyo jamii iweze tena kuwapokea, kuwarudisha, ili huyu mtu asiwe tena na ile psychological torture ya kile ambacho alishai kupitia. Okay. Balkis, na mpwa wangu mmoja Azizi Lutumo, yeye aliwahi kusema bora kuwa mbwa Ulaya kuliko kuwa binadamu hapa. Na ni msemo ambao wakati fulani ulikuwa unashika sana kasi, kwa sababu watu walikuwa wanafikiri kwamba kuwa mbwa Ulaya yani unaweza ukawa at least unaishi vizuri kuliko kuwa binadamu katika maeneo ya nyumbani kwenu. Lakini kwa haya ambayo tunaendelea kuyaona na sasa hivi Wizara ya Mambo ya Ndani inatukumbusha hili, nafikiri kuwa binadamu nyumbani kwenu ni bora kuliko kuwa mbwa popote pale duniani. Twashukuruni sana. Popote duniani.
hata kwa jirani duniani mbali, kwa jirani, kwa jirani. Mbwa wa jirani mcheza